Imani ni nini? Maana ya kwanza ya imani ambayo Roho Mtakatifu alitaka uisikie kwenye semina hii. Imani ni nguvu ya kiroho inayofanya aliyenayo aamini uwepo wa mambo ambayo wakati huu kwa nje hayapo, na kumpa kuyaona moyoni na kuyatarajia kuyashika kwenye uhalisia. Imani ni nguvu ya kiroho, sio hisia. Imani ni nguvu ya kimungu ambayo inamwingia mtu kutoka kwenye neno au kwenye shuhuda au kutokana na mazingira ya watu wanaoambatana nao waliojaa roho ya imani. Vyanzo vikuu vitatu vya imani haraka haraka, yani mtu anapataje hii nguvu ya imani? Moja, kwa neno. Warumi 10:17. Maandiko yanasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno. Sema kusikia huja kwa neno. Kwa hiyo kuna neno likifundishwa au likihubiriwa linazalisha nguvu ya imani ndani ya mtu. Chanzo cha pili cha imani ni shuhuda. Kwenye kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 25 hadi 34. Marko 5:25 hadi 34. Kuna mwanamke alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Ametumia njia zote, katembea hospitali zote zilizokuwepo wakati huo, kwa madaktari bingwa wote wakati huo, bila mafanikio, mali zikaisha kwa sababu ya kujitibia. Lakini siku moja akasikia habari za Yesu. Aliposikia habari za Yesu, Yesu anafufua, Yesu anaponya, vipofu wanaona, viwete wanatembea, yale aliyasikia, shuhuda za aliyokwisha fanya Yesu kwa wengine, Biblia inasema akapata imani moyoni. Ile imani ikampa maelekezo ya kwamba aende hadi Yesu alipo, ajipenyeze nyuma kwa nyuma, hata asipoombewa, hata asipotamkiwa pokea uponyaji, hata asipoguswa akaanguka chini, yeye tu kwamba hata nikigusa nguo ya huyu mtu anayefanya miujiza mikubwa hivi nitapokea kitu. Wakati hakuwa na mtu yeyote aliyekuwa amewahi kugusa nguo ikamponya. Na wengi walikuwa wanamgusa Yesu na hawapati chochote, kwa sababu walikuwa hawajui kwamba nguo ya Yesu inabeba uhalisia wa Yesu pia. Kwa hiyo yeye tu ndo imani ilimfumbua macho kugundua kwamba Yesu nguo yake pia ina kitu. Akathubutu kuamini kitu kama hicho, kitu ambacho kwa namna ya kawaida nguo si nguo, si mapamba, si cotton, si nylon, lakini yeye aliamini zaidi ya hayo. Na kweli alipomgusa Yesu alisema kuna aliyenigusa, na huyu aliyenigusa mguso wake sio wa kawaida, ni mguso wa imani. Ile imani hakuwa nayo miaka 12 iliyopita wakati anazuka kwa madaktari. Miaka 12 yote alikuwa na imani kwa madaktari na sio imani katika nguvu za Mungu. Aliposikia hizo shuhuda akasema kuna nguvu ipo inaweza kufanya zaidi ya madaktari. Kuna ushuhuda unausikia kwamba Mungu alimpa Sara mtoto uzeeni, inakupa nguvu hata kama na miaka 5 una mtoto. Hata kama na miaka 10 hujapata mtoto, unasema aliyempa Sara baada ya miaka 25 atanipa hata mimi. Aliyempa Hana mtoto wakati miaka imepita na hakuna kitu, huyo Mungu wa Hana hajafa. Kwa zile shuhuda ndo zinazoinuaga imani. Kuna watu wamepata watoto baada ya kutafakari ushuhuda wa Sara. Kwa hiyo kuna imani ambayo inaweza ikazaliwa kwa njia gani? Shuhuda. Ndio maana kanisa lote lililo hai lazima liwe na kipindi cha shuhuda ili kuinua imani za watu. Daudi alipata imani ya kumua Goliath kwa sababu ya shuhuda mbili ambazo alikuwa nazo. Kwanza, ushuhuda wa kwanza ya kwamba Mungu wake aliwahi kuwa dubu, Mungu wake aliwahi kuwa simba. Ushuhuda wa pili, hapo akasema na huyu Mfilisti naye lazima nimuue, kwa sababu ni Mungu yule yule aliyetenda shuhuda mbili atanipa na ushuhuda wa tatu. Chanzo cha tatu cha imani ni mazingira uliko. Ukikaa na watu wenye imani wanakuambukiza imani. Ukikaa na watu wenye mashaka na hofu wanakuambukiza hofu na mashaka. Ukikaa na watu wenye imani, mazingira ulipo, ukikaa kwenye eneo ambalo limecharge kwa imani, limejaa majitu ya imani, yanakuchallenge mpaka na unaanza kuwa na imani hata bila neno, bila shuhuda yoyote. Kuna watu ukiambatana nao wanakufanya kuwa mtu wa imani. Kuna watumishi wa Mungu ukianza kufuatilia vitabu vyao, video zao, unakuwa mtu wa imani. Umeingia mazingira ya imani. Kuna watu ni mazingira ya imani. Kwa mfano, kuna wakati wa COVID, si unaelewa? Wakati wa COVID imeingia Tanzania, kila mtu alikuwa anaongea lake. Ukigusa, ukishikana na mkono na mtu tayari umepata. Ukifanya nini tayari umepata. Hewa yenyewe unayovuta tayari umepata. Yaani kila mtu alikuwa ajui kinachoendelea. Ilizaliwa hofu. Watu wakawa wanakufa sio kwa sababu ya COVID, wakawa wanakufa kwa sababu ya woga. Baadaye mtu mmoja mwenye hekima ya Mungu, nafikiri ni mfalme mwenye hekima, yuko mbinguni, anaitwa Magufuli, akasema hivi, acha nimtafute Mungu. Nafikiri alimuomba Mungu kwa sababu alikuwa na nia ya dhati ya moyo. Alipoomba akagundua, akapata ufunuo ya kwamba kinachoua watu sio COVID, kinachoua watu ni mazingira ya hofu. Akaanza kuwatoa watu hofu, akawaambia COVID tutaishi nayo, ichague moja, ikae na sisi au iondoke, au iwe mafua, au iwe kama malaria, iwe kama magonjwa mengine. Na kweli akawaambia turudi kazini, tukachape kazi, rudisha wanafunzi shule, watu waanze kujaa uwanjani kama kawaida, waangalie mpira. Corona iliendelea kuwa mtu. Mazingira ya hofu yalipoondoka, mazingira ya imani yakainuka. Kwa hiyo kuna imani inayozaliwa kutokana na mazingira.